Somo hili la maisha baada ya kuokoka ni muhimu kwa sababu linakusaidia kujua wewe ni nani au umefanywa kuwa nani ndani ya Kristo. Haleluya. Somo hili ni muhimu kwa sababu linakusaidia kujua wewe ni nani au umefanywa kuwa nani ndani ya Kristo. Linakusaidia kujua baada ya wewe kuokoka ni kitu gani kilifanyika, ama ulifanywa kuwa nani au ulibadilishwa kuwa nani. Linakusaidia kuitambua identity yako na utambulisho wako mpya baada ya kuokoka. Haleluya. Kwa sababu baada ya kuokoka haubaki kuwa yule yule wa zamani. Unapotoka mbele kuinua mikono na kukiri sala ya toba, unaweza usisikie chochote, unaweza usisikie baridi, unaweza usisikie joto, unaweza usianguke, unaweza usipige kelele, unaweza usilie, lakini kuna identity imebadilishwa katika ulimwengu wa roho. Kuna utambulisho mpya umeupokea katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni muhimu kukufundisha somo hili la maisha baada ya kuokoka ili ujue wewe ni nani ndani ya Kristo. Ili ujue baada ya kuokoka umepokea nafasi gani au umefanywa kuwa kitu gani ndani ya Kristo. Utambulisho wako mpya ni upi baada ya kuokoka? Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Hata kama ulikuwepo Alhamisi andika, kwa sababu kuna maandiko mengine sikuyataja Alhamisi. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, tafsiri ya TKU. Biblia inasema mtu anapokuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya kabisa. Mambo ya zamani yanakoma na ghafla kila kitu kinakuwa kipya. Kwa hiyo unaweza ukaona ulipoinua mikono yako kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Biblia inasema ile siku ulifanywa kuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe sana. Na mambo ya zamani au maisha yako ya zamani yalikomeshwa na ghafla Biblia inasema kila kitu kilikuwa kipya. Ghafla kila kitu kilifanywa kipya. Kwa hiyo inawezekana wakati ulipokiri ile sala ya toba hukuanguka wala hukusikia chochote, lakini Biblia inasema immediately ulipomaliza na ulipompokea Yesu na ulipounganishwa na Kristo, Biblia inasema ghafla kuna kitu kilitokea. Kwa ghafla ulifanywa kuwa kitu kipya, ulifanywa kuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tukufundishe ili sasa ujitambue umefanywa kuwa kitu gani kipya, umefanywa kuwa kiumbe kipya cha namna gani. Ndio maana ni muhimu kujifunza somo hili la maisha baada ya kuokoka, na unapojua mambo haya ndiyo yatakayokusaidia sasa kutembea katika ushindi kama mwamini na kama mtu aliyeokoka. Namba 2, kwa nini somo hili ni muhimu? Somo hili ni muhimu ili kukusaidia kujua namna ya kuishi kama kiumbe kipya ukingali hapa duniani. Somo hili ni muhimu kwa sababu litakusaidia kujua namna ya kuishi kama kiumbe kipya. Umeokoka, umekuwa kiumbe kipya. Sasa unaishije? Lazima tukufundishe. Huwezi ukaishi kama kiumbe cha zamani. Huwezi ukaishi kama yule mtu aliyekuwa anaishi kabla hajaokoka. Na unapookoka haufi ukaenda mbinguni dakika hiyo hiyo. Mbingu zinaendelea kukubakiza kwa sababu kuna assignment ya kufanya. Sasa maisha yako baada ya kuokoka lazima tukufundishe unaishije, kwa sababu Biblia inasema umefanyika kiumbe kipya. Wewe sio yule wa zamani. Wewe sio yule aliyekuwa anakunywa pombe. Wewe sio yule aliyekuwa anachukua wanawake na wanaume hovyo. Wewe sio yule aliyekuwa mtukanaji hovyo. Lazima tukufundishe sasa, baada ya kuokoka umekuwa kiumbe kipya, unaishi namna gani? Haleluya. Kwa sababu baada ya kuokoka lazima iwepo tofauti kati ya wewe ambaye alikuwa hajaokoka na wewe aliyeokoka. Lazima kuwepo na badiliko. Lazima kuwepo na badiliko kwenye mtindo wako wa maisha na kwenye mfumo wako wa maisha. So we have to teach you how now to begin to live as a new creature. Warumi sura ya 6 mstari wa 19. Warumi sura ya 6 mstari wa 19. Biblia inasema, Paulo anawaandikia Warumi, anasema ninasema kwa namna ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wenu wa hali ya asili, kama vile mlivyokuwa mkivitoa viungo vya miili yenu uliokuwa
kama watumwa wa mambo machafu na uovu uliokuwa ukiongezeka zaidi. Hivyo sasa vitoeni viungo vyenu kama watumwa wa haki inayowaelekeza mpate kutakaswa. Paulo anawaandikia Warumi, anawaambia kama mlivyokuwa mnatoa viungo vyenu kama watumwa wa mambo machafu, sasa hivi mmeokoka, lazima mtoe viungo vyenu, lazima mtoe miili yenu kama watu waadilifu na watu watakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa lazima kuwepo na tofauti kati ya wewe uliyekuwa hujaokoka na wewe ambaye umeokoka. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe sana. Waefeso sura ya 2 mstari wa 5. Waefeso sura ya 2 mstari wa 5, tafsiri ya TKU. TKU, natumia TKU sana kwa sababu ni rahisi. Anasema tulikuwa wafu kiroho kwa sababu ya matendo maovu tuliyotenda kinyume naye, lakini yeye alitupa maisha mapya. Sema maisha mapya, sema maisha mapya. Alitupa maisha mapya pamoja na Kristo. Mmeokolewa kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo baada ya kuokoka tumepewa kitu gani, watu wa Mungu? Maisha mapya. Haleluya. Sasa lazima tukufundishe namna ya kuishi katika haya maisha mapya. Huwezi kuendelea kuishi maisha ya zamani. Ulipookoka, Biblia inasema ulipewa maisha mapya. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani yako, mwambie umepewa maisha mapya. Huwezi kuendelea kuishi maisha ya zamani. Tito sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 2. Tito sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 2. Biblia inasema, salamu kutoka kwa Paulo, mtumwa wa Mungu na mtume aliyetumwa na Yesu Kristo. Kazi yangu ni kuwasaidia wateule. Wateule manake watu waliookoka. Kazi yangu ni kuwasaidia wateule wa Mungu kumwamini yeye zaidi na kuyaelewa kwa kina mafundisho ya Kristo. Mafundisho hayo yatawaongoza kufanya nini, watu wa Mungu? Kuishi katika njia inayofanya nini? Kwa hiyo unahitaji mafundisho ili ya kuongoze namna ya kuishi baada ya kuokoka. Wewe ukiwa kama mteule, ukiwa kama mwamini, unahitaji somo hili, unahitaji mafundisho haya ili sasa ya kufundishe namna ya kuishi kama mwamini baada ya kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12, utaona Paulo anawahimiza washirika wa kanisa la Thesalonike wawaheshimu watumishi wa Mungu wanaowafundisha namna ya kuishi. Haleluya. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuonyesha ya kwamba baada ya kuokoka lazima ufundishwe namna ya kuishi, na somo hili litafanya kazi ya kukufundisha namna ya kuishi kama mwamini. Namba 3, kwa nini somo hili ni muhimu? Kwa nini somo hili ni muhimu? Namba 1, nimesema ni muhimu kwa sababu litakusaidia kujua wewe ni nani na utambulisho wako mpya ndani ya Kristo au baada ya kuokoka. Namba 2, nimesema litakusaidia kujua namna ya kuishi kama mteule na kama mtu aliyeokoka, kwa sababu lazima liwepo badiliko kwenye maisha yako, kwenye mtindo wako wa maisha na mfumo wako wa maisha baada ya kuokoka. Huwezi kuwa umeokoka na unaishi kama watu ambao hawajaokoka. There has to be a clear difference between you and those who are not born again Christian. Tuna changamoto ya Wakristo ambao wameokoka, lakini kwa sababu hakuna badiliko kwenye mtindo wa maisha, hakuna badiliko kwenye mfumo wa maisha, hakuna badiliko kwenye uvaaji wao, kwenye usemaji wao, kwenye namna wanavyoenenda, wanajikuta hata wale watu ambao hawajaokoka wanapowatazama hawavutiwi kuokoka, hawavutiwi kumjua Yesu, hawavutiwi kuingia kwenye zizi hili, kwa sababu wanapotuangalia wanasema kama kuokoka ndio huku, ni afadhali nisiokoke. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maisha yako tu baada ya kuokoka yanatakiwa kuhubiri, yanatakiwa kuwa sababu ya watu wengine kumfuata Kristo na kukimbilia kanisani. Hautakiwi kuwa sababu ya watu kukwazika na kanisa, watu kukwazika na ibada, na watu kuto kufurahia uwepo wa Mungu kwa namna unavyoenenda au kwa mtindo wako wa maisha baada ya kuokoka. Haleluya, haleluya. Unaweza ukahubiri bila kushika microphone. Wakati nafanya theology, profesa wangu aliyenifundisha kwenye PhD alinifundisha kitu kinaitwa apologetics, kama sijasahau. Akatufundisha akasema,
ni namna ya kuhubiri bila kushika Bible na bila kushika microphone. Kwa namna tu unavyoenenda, kwa namna unavyozungumza, kwa namna unavyotenda, kwa namna unavyohusiana na watu. Kuna namna unaweza ukaishi na watu mpaka watu wakakuuliza, wewe umeokoka? Wewe umeokoka wewe? Haleluya. Kwa sababu wanakuona jinsi unavyoishi, wanakuona jinsi unavyoenenda. Haleluya. Petro hakuhitaji kujitambulisha kwamba amekuaga na Yesu. Yule kijakazi alimfuata akamwambia, wewe ulikuwa naye wewe. Angalia unavyoongea, angalia unavyotembea, ulikuwa na Yesu wewe. Na Petro alikuwa anakataa, but everything about him could show that he had spent time with Jesus. Haiwezekani Yesu akaingia ndani yako, akaleta badiliko ndani yako, ukajazwa Roho Mtakatifu na usibadilike. Haiwezekani. Haleluya. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako baada ya wewe kumpokea Yesu, kitu kimojawapo anachofanya ni kuzalisha kitu kinaitwa tunda la Roho. Ni kuchipusha tabia za kiungu ndani yako, ni kuchipusha karakta ya kiungu ndani yako. Haleluya. Anaanza kukusaidia kuwa na tabia za kimungu, anaanza kukusaidia kuishi kama mwana wa Mungu, anaanza kukusaidia kuishi kama Mkristo, kama mwamini, kama mwakilishi wa Kristo duniani. There is no way utafanana na mtu ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. There is no way utafanana na watu ambao hawajaokoka. Sasa somo hili ni muhimu kwa sababu tunapoendelea nalo huko mbele tutajifunza habari za Roho Mtakatifu, ambaye sasa yeye ndio anayechipusha karakta ya kiungu ndani ya mwamini baada ya kuokoka. Mwalimu Mgisa alikuwa hapa na alitufundisha kidogo kuhusu namna ya kushirikiana na Roho Mtakatifu ili aweze kuzalisha lile tunda la Roho ndani yako na ili aweze kuachilia ile tabia ya kimungu ndani yako. Tutaliangalia hilo somo tena huko mbeleni wakati tunaendelea na somo hili. Haleluya. Kwa hiyo somo hili litakufundisha namna ya kuishi kama mwamini baada ya kuokoka.